Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC amewataka waumini wa kanisa hilo kudumisha amani na upendo kwa kutimiza wajibu kwa familia, huku akiwataka kuwa na maelewano baina yao. Akizungumza katika sherehe za kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 75 ya shirika la masista wa Benediktini Msaada wa Kristo Ndanda iliyofanyika wilaya Masasi mkoani Mtwara, Askofu Wolfgang Pisa amesema umoja na mshikamano ni jambo la msingi nchini. Kila mtu asizungumze kwa lugha yake. Kila mtu atakapozungumza kwa lugha yake, mwishowe hatutafikia mwisho. Mwishowe itakuwa ngumu kulijenga taifa. Kwa hiyo tumombe Mama Maria, Bikira Maria, huyu mama huyu atuombee ili taifa letu liunganike na yote yanayofanyika yawe kwa ustawi wa Mtanzania na ustawi wa taifa hili. Tuwakabidhi hili shirika kwa maombezi ya Mama Maria huyu Bikira Maria, mkingi wa dhambi asili na taifa letu. Askofu huyo pia amepata nafasi ya kukagua na kuzindua jengo maalum ambalo tayari limejengwa na masista hao kwa lengo la kuwasaidia watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi, ambapo amesema lakini pia kwa nia njema hiyo mlioweka na hiyo focus kama alivyoeleza engineer, masista tunawapongeza sana na wadau wenu ambao wamewafikisha hapa. Tunaamini kwamba hii lililoanza litatekelezeka, tunaamini kwa sala, lakini kwa yale mahitaji ambayo natakiwa yawezeshe na hiyo sala. Basi tubariki hili jengo, alafu watatuelekeza kama walivyopanga. Naye mama mkuu wa shirika la masista wa Benediktini Msaada wa Kristo Ndanda, Sister Maria Hokororo, ameeleza lengo la kujenga kituo hicho na namna kitakavyowasaidia watoto wengi. Hivyo ninawaalika wote mtuunge mkono kuweza kupata kiasi cha pesa hizo milioni 373 kukamilisha ujenzi wa kituo cha watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu. Tunao wengine tunawaona, wengine binamu zetu, wengine wajukuu zetu, lakini wanatuhitaji sisi wote kukamilisha jambo hilo. Naamini kabisa wote tumeguswa, na kwa kuwa tulipata bahati ya kupata malezi, tuwafanye ndugu zetu hawa watoto wapate bahati ya kupata malezi na elimu bora. Sisi tutakapokuwa wazee tujivunie vijana ambao walisoma vizuri, wakapata malezi mazuri, tuendelee kupata maengineer, tuendelee kupata wanasiasa, tuendelee kupata kila kanda ya maisha. Kwa upande wake, msimamizi anayesimamia ujenzi wa majengo hayo Bwana Oliver Mbemba amesema lengo lao ni kuhakikisha kufikia mwezi Januari mwaka huu watoto waanze masomo yao katika eneo hilo. Tulipoanza tukasema walau Januari watoto wafanya nini? Waanze kusoma. Tunafikaje hapo? Ndo tulianza kwa kila kidogo kinachopatikana tuweze kwenda bila kutunza hela kwenye account. Kwa hiyo ikipatikana hela kidogo tunasukuma, kipatikana kidogo tunasukuma. Kwa hiyo tumefaulu kutengeneza darasa moja na vyoo vilikuwa 9 mwanzoni. Choo chenye mahitaji maalum kilikuwa kimoja na vyoo vingine vilikuwa 8. Kwa baadaye tukaongea na kamati tukaona tuongeze kimoja ili jinsi zote mbili, wake na waume, wapate vyoo vyenye mahitaji maalum na darasa moja. Tunaamini hivi vikikamilika walau shule inaweza fanya nini? Inaweza ikaanza. Lakini vyoo vilivyotengenezwa sio kama vya shule ya msingi ya kawaida. Kuangalia mahitaji maalum ya hawa wenye kwa maana kisirumi, nafasi kubwa na uweze kupata sehemu kubwa ya usalama. Ukiangalia pia hata kule tumerefusha kwenda juu kwa sababu ya kuwalinda. Sije katokea kwamba mtoto ameenda kujisaidia halafu mtu akapindukia juu. Kwa maana tumerefusha sio katika ile height ya kawaida ya vyoo tulivyovizoea. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.